Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena tuzidi kuhabarishana. Mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo maarufu kama Chadema, Halima Mdee ameonekana kurejea rasmi ndani ya harakati za chama hicho baada ya kipindi kirefu cha ukimya uliotokana na kufukuzwa kwake uwanachama. Mwanasiasa huyo ambaye hapo awali alikuwa mbunge wa viti maalum amekuwa akionyesha msimamo imani na kufuata itikadi ya chama hicho kupitia vitendo vyake vya hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hii imekuja kufuatia mfululizo wa matukio yaliyoweka wazi uamuzi wake wa kuendeleza mapambano ya kisiasa akiwa upande wa upinzani nchini Tanzania. Hapo awali Halima Mdee alifukuzwa wanachama wa Chadema pamoja na wenzake 19 waliokuwa wabunge wa viti maalum. Hatua hiyo ilichukuliwa na uongozi mkuu wa chama hicho kufuatia mzozo uliotokana na mchakato wa uabishaji wao bungeni, hali iliyosababisha viongozi wa chama kutangaza kuwafua wanachama. Baada ya uamuzi huo wa kufukuzwa, Chadema ilitoa miongozo na kutangaza rasmi kuwa wanachama hao waliofukuzwa walikuwa na fursa ya kisheria na kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Aidha, chama kiliweka wazi utaratibu wa kuomba msamaha kwa kuwasilisha maelezo binafsi mbele ya mamlaka husika ili kuomba kurejeshwa wanachama wao na kuendelea na shughuli za chama. Tofauti na wabunge wengine wa viti maalum waliofukuzwa kama vile Esther Bulaya na Esther Matiko ambao waliamua kuchukua hatua ya kuhama na kujiunga na vyama vingine vya siasa vikiwemo Chama cha Mapinduzi pamoja na chama cha Chauma, Halima Mdee alichagua njia tofauti. Mwanasiasa huyo hakuambiwa kwenda chama chochote kingine cha siasa na badala yake alichukua kukaa kimya kwa kipindi kirefu. Wakati wa kipindi hicho cha ukimya hakujihusisha na masuala yoyote ya kisiasa hadharani wala kuonyesha upande wowote, hali iliyosababisha kuwepo kwa utulivu mkubwa upande wake kuhusu hatua yake iliyofuata ya kisiasa. Ukimya huo wa Halima Mdee umemalizika hivi karibuni baada ya kuanza kujitokeza hadharani na kuonyesha mapenzi yake ya kisiasa kwa chama chake cha zamani cha Chadema. Mwanasiasa huyo amevunja ukimya kwa kuanza kuchapisha taarifa na picha zinazohusu harakati mbalimbali za kisiasa zinazoendeshwa na chama hicho nchini. Kitendo hiki kikionekana kuwa ni mabadiliko makubwa, kwani katika kipindi cha nyuma, mara tu baada ya kufukuzwa, alikuwa ameacha kabisa kujihusisha au kuonyesha ushirikiano wowote wa shughuli au viongozi wa Chadema. Katika miongoni mwa ishara hizo za hivi karibuni, Halima Mdee alichapisha picha ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Kwenye uchapisho huo, mwanasiasa huyo alisindikiza picha hizo kwa kuweka wimbo maarufu wa msanii Bob Marley unaojulikana kama ile One Love, kisha kuongeza ujumbe mfupi wa maneno yaliyosomeka One Love. Uamuzi huo wa kuonyesha picha ya kiongozi mkuu wa chama hicho ulitafsiriwa kama mwanzo wa kuonyesha wazi mshikamano wake na viongozi wakuu wa Chadema. Mbali na tukio hilo lililomhusisha mwenyekiti Tundu Lissu, Halima Mdee aliendeleza mfululizo wa machapisho hayo kwa kuweka video nyingine mtandaoni. Video hiyo ilionyesha mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika mkoani Mbeya, ambapo wakazi wengi wa eneo hilo walikuwa wamejitokeza kwa wingi kusikiliza viongozi wa Chadema. Miongoni mwa viongozi waliokuwa wakihutubia na kuongoza mikutano huyo wa hadhara mkoani Mbeya alikuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Wakati akisambaza video hiyo ya mkutano wa mkoani Mbeya uliokuwa ukiongozwa na makamu mwenyekiti John Heche, Halima Mdee aliandika ujumbe mfupi uliosema kuwa ni tone tone ndani ya nchi ya Mbeya.
Ujumbe huo ulienda sambamba na picha za umati wa watu waliofurika kwenye mkutano huo, kuonyesha usaidizi wake wa wazi kwa mikutano ya uenezi inayofanywa na viongozi hao wa kitaifa wa Chama cha Mapinduzi, chama cha Chadema. Mfululizo huo wa matukio na machapisho ya kila siku umekuwa ukionyesha ongezeko kubwa la usaidizi na ushiriki wa Halima Mdee katika kuunga mkono harakati zote za kisiasa za Chadema. Kila kukicha, mwanasiasa huyo amekuwa akisindisha kasi ya kuweka machapisho yanayohusu shughuli za chama hicho, jambo linaloidhinisha kurudi kwake kikamilifu katika kuonyesha mapenzi na itikadi ya chama hicho. Matukio haya ya kuposti harakati za viongozi kama Tundu Lissu na John Heche yamejenga picha ya wazi ya mabadiliko ya msimamo wake wa kisiasa. Hatua hizo za wazi zimezua mgumzo kubwa miongoni mwa wanachama, wafuasi wa chama cha Chadema pamoja na Watanzania kwa ujumla wanaofuatilia siasa za nchi hiyo. Muonekano huo mpya wa Halima Mdee umefanya watu wengi kuanza kuamini kuwa huenda mwanasiasa huyo ameshatumia fursa ya kikatiba ya chama kwa kuomba radhi rasmi kwa viongozi wakuu na kukamilisha taratibu zote za kurejea ndani ya chama. Hata hivyo, pamoja na kuwepo kwa dalili hizi zote za wazi za kiutendaji na ushirikiano wa karibu kwenye harakati, bado hakujafanyika tangazo rasmi la umma kutoka kwake au kutoka kwa uongozi wa chama kuthibitisha ukweli huo. Uamuzi wa Halima Mdee kuendelea kuonyesha mapenzi yake kwa chama cha Chadema kupitia mitandao ya kijamii umethibitisha kuwa mwanasiasa huyo bado ana nia ya kuendelea na siasa za upinzani. Tofauti na wenzake walioamua kujiunga na CCM na Chauma, msimamo wake umekuwa wa kipekee kwa kuchagua kubaki na kuonyesha itikadi za chama cha Chadema hata baada ya kukabiliwa na changamoto ya kufukuzwa wanachama. Machapisho yake yanayoonyesha mikutano ya viongozi wa chama mkoani yanazidi kudhihirisha kuwa yeye bado ni sehemu ya harakati za chama hicho. Uongozi wa Chadema hapo awali uliweka bayana kuwa mlango ulikuwa wazi kwa mwanachama yeyote aliyetaka kurudi kufuatia taratibu zilizowekwa. Halima Mdee amekuwa akitumia fursa hizo kuonyesha kuwa yeye bado anaunga mkono juhudi za viongozi wakuu wa chama hicho katika kujenga chama na kueneza sera zake maeneo mbalimbali nchini. Ushiriki wake huu wa sasa wa kueneza picha na video za matukio na mikutano ya viongozi wa chama unaashiria sura mpya katika maisha yake ya kisiasa baada ya kipindi kirefu cha kuwa nje ya uwanja wa ushindani.